Rais Trump awatukana washirika wa Marekani wa Ulaya. Asema washirika hao ni wapumbavu kwa kuitambua nchi ya Palestina. Russia yasema haitashiriki kwenye mpango wa Trump kuhusu Gaza. Huku Yemen yeye akiwa tayari kuungana na jeshi la kimataifa linalopendekezwa na Colombia kuikomboa Palestina. Rais wa Marekani Donald Trump amewashambulia vikali kwa kuwaita wapumbavu washirika wakuu wa Ulaya wa nchi hiyo, ikiwemo Uingereza na Ufaransa kwa kuitambua rasmi nchi ya Palestina. Mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa, Canada, Australia, Ureno, Ubelgiji, Malta, Luxembourg, San Marino na Andorra zilitangaza kuitambua rasmi nchi ya Palestina wakati wa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kilichofanyika wiki iliyopita, hatua ambayo ililaaniwa na Marekani na mwitifaki wake mkuu, utawala wa Kizayuni wa Israeli. Akizungumza Jumatatu mbele ya waandishi wa habari katika ikulu ya White House akiwa pamoja naye waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, Trump alisema nchi kadhaa zimeitambua kipumbavu nchi ya Palestina. Baadhi ya marafiki zetu wa Ulaya washirika watu wema. Baada ya kuzidunisha na kuzitusi nchi hizo, rais wa Marekani alisema, lakini kwa kweli nadhani wanafanya hivyo kwa sababu wamechoshwa sana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa miongo mingi. Katika mkutano huo na waandishi wa habari uliomalizika bila wanahabari kuruhusiwa kuuliza swali lolote, Trump alizindua mpango wake wenye pointi 20 aliyouelezea kuwa ni wa kuleta amani, ambao ndani yake anaagiza harakati ya ukombozi wa Palestina ya Hamas ipokonywe silaha, kuachiliwa mateka wote waliosalia wa Israeli kwa mpigo, mkabala wa kuachiwa wa Palestina wakiwemo 250 wanaotumikia vifungo vya maisha jela kwenye magereza ya Israeli na kuanzishwa serikali ya mpito huko Gaza. Wakati hayo yakiendelea, sambamba na kusisitiza utayarifu wa Russia wa kutatua mgogoro wa Asia Magharibi, msemaji wa ikulu ya Russia Kremlin amesisitiza kuwa Moscow haitashiriki katika mpango wa rais wa Marekani juu ya ukanda wa Gaza. Dmitry Peskov amewaambia mkutano wa waandishi wa habari akijibu swali kuhusu mpango huo wa Trump wa Gaza kwamba Russia daima inaunga mkono na kukaribisha juhudi zozote zinazolenga kuzuia maafa ambayo yanatokea kwa sasa huko Gaza. Hata hivyo, amekanusha ushiriki wa Russia katika mpango wa Trump, akisema Moscow haijapokea taarifa zozote kutoka Washington katika swala hilo. Anasema, tunatumai mpango huu utatekelezwa ili usaidie kutatua mzozo wa Mashariki ya Kati kwa njia ya amani. Peskov amesema, akiongeza kuwa Russia inadumisha mawasiliano na pande zote kwenye mzozo na iko tayari kuwezesha suluhisho la amani ikilazimu. Shirika la habari la Anadolu limeripoti. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen amepongeza pendekezo la hivi karibuni la rais wa Colombia wakati wa hotuba yake mbele ya Umoja wa Mataifa la kuundwa jeshi la kimataifa litakalopewa jukumu la kuikomboa Palestina kutokana na uvamizi na uporaji wa ardhi unaoungwa mkono na Marekani. Mahdi al-Mashati amesema hayo Jumanne na kulitaja pendekezo hilo kuwa la ujasiri na la kihistoria, na kusisitiza tena utayarifu wa Yemen wa kutoa uungaji mkono wa aina zote kwa ajili ya ukombozi wa Palestina. Afisa huyo wa Yemen amesema yeye binafsi, jeshi la nchi yake na watu wake wanajivunia msimamo wa Rais Gustavo Petro wa Colombia. Al-Mashati amebainisha kuwa Yemen tayari imeshiriki katika vita dhidi ya adui mzayuni, akitolea mfano mzingiro wa jeshi la majini la Sanaa dhidi ya manowari na meli za Israeli zinazoelekea katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu. Afisa huyo mwandamizi wa Yemen amevipongeza vikosi vya wanajeshi vilivyoendesha operation nyingi za kuonyesha mshikamano na Wapalestina katika ukanda wa Gaza, ambao wamekuwa chini ya vita vya mauaji ya halaiki ya Israeli tangu Oktoba 2023. Vilevile, katibu mkuu wa harakati ya Jihadul Islam ya Palestina amesisitiza kwamba mpango wa Donald Trump kwa ajili ya ukanda wa Gaza ni mpango wa utawala wa Kizayuni na ni waraka wa agizo la kuendekeza uchokozi na uvamizi dhidi ya wananchi wa Palestina. Ziad al-Nakala amesema kilichotangazwa katika mkutano na waandishi wa habari aliofanya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu ni makubaliano ya Washington na Tel Aviv na ni kauli inayoakisi matakwa ya utawala wa Kizayuni. Al-Nakala ameongeza kwa kusema huu ni waraka wa agizo la kuendeleza uchokozi dhidi ya watu wa Palestina, na Israeli inajaribu kupata kupitia Marekani kile ambacho haijaweza kukipata kupitia vita. Katibu mkuu wa Jihadul Islam amebainisha kwa kusema, sisi tunauchukulia mpango huu wa Marekani na Israeli kuwa hati za kuliingiza eneo kwenye hali ya mlipuko. Wakati huo mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati Ansarullah ya Yemen ametangaza kuwa mpango wa Donald Trump kwa ajili ya Gaza hautekelezeki.
Mohamed Al-Farah amesema mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani hautekelezeki na lengo lake ni kuitupa nje ya ulingo Hamas na kuifanya ionekane kuwa ndio inayobeba dhima ya vita. Ameongeza kuwa mpango huo wa Trump unalenga kupunguza hasira za ulimwengu dhidi ya Israeli na kufuta mshikamano wa ulimwengu na Palestina. Kiongozi wa zamani wa chama cha Labour nchini Uingereza, Jeremy Corbyn, amesema waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Tony Blair sio tu hafai kupewa mamlaka ya uliwali wa kuendesha eneo la ukanda wa Gaza, lakini hastahili pia kuwepo popote katika Mashariki ya Kati. Corbyn ameeleza hayo katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa kijamii wa X, akisema uamuzi wa kimajanga aliochukua Tony Blair wa kuivamia Iraq uligharimu maelfu kwa maelfu ya roho. Hapasi kuwapo popote karibu na Mashariki ya Kati, achilia mbali Gaza. Si juu ya Blair, Trump au Netanyahu kuamua mustakabali wa Gaza. Hilo ni juu ya watu wa Palestina. Kiongozi huyo wa zamani wa chama cha Labour nchini Uingereza amesisitiza juu ya hayo kufuatia matamshi yaliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Blair amepangwa kuwa sehemu ya uongozi utakaokuwa na mamlaka ya uendeshaji wa eneo la Gaza katika kipindi cha mpito cha badala ya vita vya mauaji ya kimbari yanayoendelezwa na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya eneo hilo. Kabla ya hapo, harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas ilitoa msimamo wake juu ya swala hilo kwa kutangaza kuwa watu wa Palestina wanao uwezo wa kusimamia mambo yao wenyewe. Kupitia mjumbe wake wa ofisi ya kisiasa Hussam Badran, Hamas imemtaja Blair kuwa ni ndugu wa shetani na kusisitiza kuwa badala ya waziri mkuu huyo wa zamani wa Uingereza kufanywa gavana wa muda wa Gaza, anastahili kusimamishwa mbele ya mahakama za kimataifa kwa uhalifu wake, hasa nafasi yake katika vita vya Iraq 2003 hadi 2011. Shukran kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.